uko na mpango wa kando wewe. Haje huyu atakuwa ni roho wa Mungu au roho wa usharati? Ukosane na mtu, ukosane na jirani, mnagombana, wewe ndio unatesa majirani, alafu unakuja hapa, Bwana anasema hivi, Bwana anasema hivi. Huyo si roho wa Mungu, ni roho wa nini? Wa magomvi. Na hizo ndizo tofauti ambazo tuko nazo, na ndio maana maandiko yanasema tutawatambua kwa nini? Kupokea nguvu. Maana wakati Kristo anapowaambia kwamba Roho atakuja kwenu, lakini kitu ambacho kitadhihirika kwenu ni nini? Ni nguvu. Na hiyo nguvu ndiyo inatufanya tusimame kwa madhabahu, tusimame tuimbe, tusimame tuombe, tusimame tufanye kila kitu kwa sababu ya nguvu. Haleluya. Amen. Manifestation ya kwanza ya nguvu ni upepo. Biblia inasema walikuwa katika ile nyumba, kukaja uvumi kama uvumi wa nini? Wa upepo, ukajaza ile nyumba waliokuwa wamekaa. Upepo. Na ikiwa upepo hauja kugusa wewe, bado kaa kwa magoti. Usisumbue watu, kaa kwa magoti. Tunawajua. Haleluya. Upepo unapokuja, Yesu akamwambia Nikodemo aje katika ile tatu mstari wa 6 Yohana. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana 3 mstari wa 6. Kuna jambo ambalo Yesu aliambia Nikodemo. 3 mstari wa 6, Biblia inasema hivi. Kilichodhaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichodhaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichodhaliwa kwa roho ni roho. Na kilichodhaliwa kwa roho ni roho. Endelea. Upepo huvuma. Upepo huvuma kote kote upendako. Na sauti yake tunaisikia na masikio. Lakini ujue upepo unatoka wapi na unaenda wapi. Kadhalika na hali yake. Kadhalika na hali yake. Ila mtu aliyezaliwa, yule aliyezaliwa kwa roho anakuwa kama upepo. Kwa hiyo unapozaliwa kwa roho, wewe ni upepo, huwezi zuiliwa na mtu. Amen. Haleluya. Amen. Utawanga, utaandika kiuno tu. Ukiwangia mtu aliyezaliwa kwa roho, kiuno itauma, na wende Red Cross wakwambia hakuna dawa. Kwa maana hawezi kuzuiliwa. Ukileta shida, huyu hawezi kufanyiwa hivi, huyu hawezi kuombewa, huyu ni wa kabila fulani, huyu ni wa kabila, ni wewe utachoka. Maana upepo hauwezi kuzuiliwa, ni sauti tu tunayosikia. Amen. Silve huyu amepita, lakini ujui anakotoka, ujui anakoenda. Maana anayejua destiny ya kila mmoja ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo wakati tunapompokea Kristo, first tunapokea nini? Nguvu, na ile nguvu inazalisha upepo. Haleluya. Uliza jirani yako, wewe ni upepo? Wewe ni upepo. Wewe ni kitu kingine. Haleluya. Kwa hiyo upepo huwezi kufungwa, na ndiyo sababu wakati walipomsulubisha Kristo, Kristo alikuwa akiwapa mifano. Anawaambia sitawapa muujiza isipokuwa ule wa nini? Wa Yona. Sasa watu hawakuelewa. Yona tena inatokaje? Yona siku 3 ndani ya tumbo la nini? La samaki. Sasa akawaambia watu hawakuelewa, na walichukua Kristo wakaja wakamzika. Walipomzika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, ardhi ikaanza kutetemeka, maana upepo hauzuiliwi. Na ardhi ilipotetemeka, miamba ilipasuka, na miamba ilipopasuka, akafufuka mfalme wa wafalme. Haleluya. Utapokea nguvu akisha kuajilia.